Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Ndani ya nchi yetu tuko katika mwaka wa mambo ya kisiasa na mambo ya uchaguzi. Mimi sitazungumza masuala ya kisiasa wala sitazungumza chama. Nitazungumza kama mwananchi, kama kiongozi wa baadhi ya Waislamu, kwamba katika mambo muhimu ambayo dini yetu ya Kiislamu imeyathamini na kuyapa kipaumbele ni suala la amani. Amani katika miji, amani katika nchi. Hili ni suala kubwa ambalo Uislamu umeelekea misingi. Yoyote atakayegusa msingi wake, adhabu yake ni kifo ndani ya Uislamu. Haruhusiwi mtu kuchezea amani ya watu, akawa anafanya muharaba, anawapiga vita au afanya ujambazi au anatishia watu hawapati amani. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى katika suratul Maida anasema, hakika si vinginevyo malipo ya wale wanaompiga vita Allah na mtume wake, na malipo ya wanaoeneza uharibifu katika ardhi. Wakaelezwa pale, miongoni mwa watu wenye kufanya uharibifu katika ardhi ni wale wanaokaa barabarani au mitaani, wakabeba silaha, wakawatishia watu, wakachukua mali zao, au wakawaua na wakachukua na mali zao, au wakachukua mali zao tu kwa nguvu kwa sababu ya silaha walizonazo, na mfano wa mambo kama hayo. Malipo yao Allah subhanahu wa ta'ala anasema ni kuuawa vibaya, ayuqatalu au yusallabu, au wasulubiwe. Ukishauawa watundikwe kwenye vigogo au kwenye bao mbele za watu, kwenye masoko na sehemu za mikusanyiko kama stendi za magari, siku 3 waonekane kwamba yule alikuwa ni haramia, kazi yake akibeba silaha akiwatishia watu ili achukue mali zao. Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, au miguu yao na mikono yao ikatwe kwa kupishana, akatwe mkono wa kulia na mguu wa kushoto, alafu arudie tena tumuone. Akirudia tena atakatwa mkono wa kushoto na mguu wa kulia. Haendelea. Swala kukatwa mkono na mguu sio swala dogo. Lakini kwa nini? Kwa sababu huyu anachezea amani ya watu. Au yunfau min al-ardh, au atolewe kabisa katika nchi, katika ardhi, apelekwe mbali huko kabisa uhamishoni, au apelekwe jela kwa sababu anachezea amani. Dhalika lahum khizyun fi dunya, hiyo ndiyo fedheha yao hapa duniani. Wala hum fil akhirati adhabun adhim, na akhira watapata adhabu kubwa kabisa. Aya hii itawaenea quta'u tariq, yani majambazi, bughat, waasi, makhawarij na wengine wote, kama wanavyoeleza wanawazuoni katika tafsiri aya hii. Hapa nitakugusia tu hiki kitu kwamba Uislamu hauna mchezo katika suala la amani. Na ndio maana akitokea mtu kamuua mwenzake kwa maksudi, man qatala qutil, Kiislamu atakayeua na yeye atauliwa. Haki za binadamu, utaua watu vipi? Yeye ameshindwa kuichunga haki ya mwanadamu mwenzake, na yeye naye atauawa kwa kufanya jarima hii ya uuaji, pamoja na kwamba kuna taratibu zake zilizowekwa.
Na uuaji si kwa sindano, kwamba atachomwa sindano au atapigwa risasi mara moja au atapigwa kitanzi. Asimamishwe mbele za watu, akatwe kichwa, watu wote waone kwamba kichwa cha bwana fulani kimekatwa, kimeanguka chini, kwa sababu amemuua mtu fulani. Ni mmoja ameua kwa sumu, au ameua kwa risasi, au kwa kisu au upanga, au kwa njia yoyote, atakatwa kichwa Kiislamu. Nini? Kwa sababu huyu anataka kuchezea amani. Sasa katika nchi zetu hizi za Afrika zimekuwa zimebeba wimbo na agenda ambazo si zake, kwa kuwa wanalazimishwa kutoka kwa watu wa magharibi kwamba ni lazima kuwe na demokrasi, kuwe na kadha, kuwe na kadha, kuwe lazima kuwe na uchaguzi, mambo ambayo sisi wa Afrika hatukuyazoea wala hatuyawezi mambo haya. Sasa mambo haya yasiwe ni sababu ya kututoa sisi katika ule ubinadamu wetu, yasitutoe katika ile dini yetu, wala yasije katupelekea sisi tukamwaga damu zetu. Hawa wanasiasa wenye uchochezi tusiwasikilize kabisa. Hata kama atakuja, wewe wadhulumiwa, wewe walala na njaa, wewe wafanywa hivi, wewe waibiwa, wewe wafanya hivi, mambo chungu nzima yakazungumzwa hapa kuonyesha kwamba wewe ni madhulumu. Kwa hiyo usikubali. Tufanyaje? Tutokeni. Wewe Muislamu, kuwa na akili, usisikilize wimbo huo kwamba angalia nchi fulani walifanya kadha kadha wa kadha wakafanikiwa. Usikubali. Kuwa na akili. Muislamu ni mtu mwenye akili, kwa sababu ana muongozo wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapelekwi kwa hamasa na jazba. Hamasa na jazba zinakuja kwa sababu hatutaki kujifundisha dini yetu. Kwa hiyo mimi kauli yangu nawaambia mwanasiasa wa chama chochote atakayekuja kutaka kukuhamasisha wewe utoke au ufanye fujo kwa maandamano, kwa migomo, kwa vita na kubeba silaha, kuingia msituni, huyo usimsikilize. Huyo hakufai. Huyo hajabeba agenda yako wewe. Je, akikamata dola huyo kama unavyokamata wengine, ndio Uislamu wako utasimama? Dini yako itapata nguvu? Atahukumu kwa sheria ya Allah? Hata kama jawabu ndio, Kiislamu tuna taratibu zetu za namna gani tutafika katika utawala, si hizi. Na kama hapana, sasa wewe wapigania nini? Kwa nini hizo nguvu zako usizilete kupigania dini? Ni kuonyesha kwamba ukikubali maneno haya uonyesha kwamba wewe huna akili. Kwa ndugu zangu katika imani, tufanyeni bidii na juhudi ya kueleweshana kwamba amani tulionayo ya kuweza sisi kutoka nyumbani kwetu, tukenda shamba, tukatoka nyumbani, tukenda ofisini, ukatoka nyumbani, ukenda msikitini kuswali, ukenda katika mswala kama hivi kwa amani, kisha ukarudi kwako. Jambo hili ni lazima lihifadhiwe. Tuelimishane hivyo, watu wetu waelewe.